Kama balozi wa amani, nimesikia pande mbili, na bahati nzuri hata leo nimeadiwa kwenye group kwa ajili ya kumwombea Gwajima. Nilitaka kuuliza swali moja hata ndani ya grupu, nikasema acha nijipe muda. Umeona, serikali imetoa maelezo kwamba imelifunga kanisa la Gwajima kwa sababu halina usajili. Serikali sasa, upande wa pili wa Gwajima mpaka sasa hivi halijaja na document. Je, inavyosema serikali imefungwa kwa sababu halijasajili? Je, umesajiliwa? Kwa hiyo sasa hivi tuna habari moja ya serikali imelifungia kanisa la Gwajima kwa sababu halina usajili. Kwa hiyo sasa tutakapopata kwamba watu wa Ufufuo na Uzima wakaja kwamba bana sisi tulisajili, usajili wetu huu hapa. Kama mimi leo naitwa balozi wa amani, kinachonitambulisha ni hiki cheti, usajili wetu ni huu hapa. Hapo ndio tutapata sasa pa kuanzia, lakini sasa hivi hatuna tunaloweza kulianzia kwa sababu kama balozi wa amani, cha kwanza ni kufuata sheria. Fuata sheria, na taasisi haiwezi kuendeshwa bila kusajiliwa. Kwa hiyo sasa hivi tuna habari ya upande mmoja, tutasubiria upande wa pili atakapotokezea askofu rafiki yetu Gwajima kuja kudhibitisha. Na baada hapo ninaamini taifa hili linawashauri, tuna viongozi wa dini mbalimbali watalipima na kuona hili taasisi kanisa la Ufufuo na Uzima kama limesajiliwa na ni kweli. Taasisi unapoisajili sio ya kwako, ni ya watu wengi. Kwa hiyo sasa hivi mimi ninadhani hilo kwa kifupi nitazungumzia hapo kwamba tumepata habari ya upande mmoja. Nikizungumzia tuzo ya balozi wa amani, kwanza nishukuru wale wadau wote na taasisi za kitaifa na kimataifa zilizoona. Nimekuwa nikijishughulisha sana na mambo ya amani toka mwaka 2015. Nimekuwa nikiandaa makongamano mbalimbali ya amani. Nakumbuka mwaka 2015 tumeandaa mkoa wa Dar es Salaam, mwaka 2020 tumeandaa Arusha, na mwaka huu tuna maandalizi ya kuandaa kongamano ambalo tunashirikiana na Jukwaa la Wazalendo Huru Tanzania, ambalo kongamano hilo tunategemea kuandaa tarehe 21 mwezi wa 6 2025 Dodoma. Kongamano linaloenda kwa jina Kongamano la Amani na Upendo kwa Taifa. Kongamano la Amani na Upendo kwa Taifa. Ukiniuliza mimi katika Afrika, bara la Afrika, basi nitakwambia nchi nzuri ninayoipenda ni Tanzania. Sio kwa sababu nimezaliwa Tanzania, ni kwa sababu ya amani iliyopo Tanzania, na pili mifumo ya kiuongozi ya nchi ya Tanzania. Tanzania ni nchi pekee ambayo tumepata uhuru bila kumwaga damu. Hiyo ni kiashirio kikubwa cha amani. Tanzania ni nchi pekee ambayo haina udini wala ukabila. Hiyo ni nchi pekee ambayo naita bora. Kwa hata leo ukiniambia, hata ukifanya hesabu ukiambia chagua kati ya nchi zilizopo Afrika, bado nitakwambia Tanzania the best country. Sasa ukiangalia hayo yote yana kuwepo kwa sababu gani? Cha kwanza kabisa utagundua kwamba uwepo wa amani ya Tanzania ni msingi mzuri wa waasisi wa taifa hili na maono mazuri.